45 na mtabarikiwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaposimama mbele ya wana wako, naomba ukaweze kuondoa maneno yaliyo yangu na kutia maneno yaliyo yako katika kinywa changu, maneno ambayo yataenda kuguza nafsi ni ndani ya siku ya leo, maneno ambayo itaenda kutengeneza mahali ni ndani ya siku ya leo, mapenzi yako na yakapate kutimia, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Tunasoma Yoshua 21:44-45. Kisha Bwana akawapa raha pande zote, sawasawa na hayo yote aliyokuwa amewaapia baba zao. Wala katika adui zao wote hakusimama hata mtu mmoja miongoni mwao mbele zao. Yeye Bwana akawatia adui zao wote mikononi mwao, hadi kuanguka neno lote katika jambo lolote lililokuwa ni jema ambalo Bwana alikuwa amelinena katika habari ya nyumba ya Israeli, yalitimia mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Neno inatuambia kisha Bwana akawapa raha aliyokuwa amewaapia baba zao pande zote. Bwana Yesu asifiwe. Yangu ni kuwaambia tu ni ndani ya huu mwaka kuna vile Mungu anakusudia kuwaapia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vile Mungu anaapa kuwapa baraka ndani ya pande zote. Ni kaskazini, ni mashariki, ni magharibi, ni kusini, kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Angalia ni wapi umekuwa ukingangana kwa muda mrefu. Hakuna mahali Mungu ni ndani ya huu mwaka hataweza kupita. Ni ndani ya watoto wako Mungu atapita. Ni ndani ya kazi yako, haujakuwa na kazi kwa muda mrefu, Mungu atapita. Ni ndani ya familia yenu, ni ndani ya boma lenu, pande zote Mungu anaenda kupita. Ukiangalia kwa Biblia ya Kiingereza inatuambia ya kuwa kutakuwa na rest, kutakuwa na kupumzika. Ni ndani ya pande zote. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye ako na Biblia ya Kiingereza anaweza akatusomea hiyo verse kwa Biblia ya Kiingereza. Mwenye amepata anaweza akatusomea. Akipata, sisi ni uzao wa Ibrahimu. Baba yetu Ibrahimu alikuwa ameahidiwa baraka mingi sana. Huenda hizi baraka kuna venye hazikutimia kwa wazazi wetu. Tukue na imani ya kuwa huu mwaka hizo baraka zitatimia kwetu. Juu Mungu alikuwa ashaziahidia. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tutarithi kilicho chetu. Hakuna kukaa ile saa yenye tumeenda kuzeeka ndio baraka inafika. Tuombe tu huu mwaka tupokee kilicho chetu mapema. Kama wazazi wetu hawakuweza kupokea huu mwaka kwa imani, kwa maombi, tukapokee tu. Msomaji unaweza tusomea kama umeweza kupata? Pastor Luke unaweza tusomea? Kama ni Brother Collins. So the Lord gave them rest all around, according to all that he had sworn to their fathers, and not a man of all their enemies stood against them. The Lord delivered all their enemies into their hand. 45 says, Lord, not a word failed of any good thing which the Lord had spoken to the house of Israel. All came to pass. Bwana Yesu asifiwe. Neno inatuambia ya kuwa kutakuwa, yani pande zote. Bwana Yesu asifiwe. Angalia ni maisha yako, angalia nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tuna hiyo flashback, angalia nyuma. Angalia jambo gani imekusumbua mwaka uliopita. Angalia tu vizuri, hakuna mtu anaweza akakujua vizuri kukuliko venye umepitia hiyo mwaka mwenye umeisha, huo mwaka wenye umeweza kupita, ile maombi yenye umeweza kuomba. Angalia tu ni sana wakati imefika, Mungu anaenda kukutimizia. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia ya kuwa hakuna lolote litapita, hakuna lolote litaweza kupita. Hapo ukiangalia mstari wa 44b inatuambia sawa na hayo yote aliyokuwa amewaapia baba zako, wala katika adui zako wote hakusimama hata mtu mmoja miongoni mwao mbele zao. Yeye Bwana
akawatia adui zao wote mikononi mwao. Bwana Yesu asifiwe. Kuna venye Mungu ataenda kutia adui zako mikononi mwako. Huu mwaka hakutakuwa na kuhangaika tena. Huu mwaka hakutakuwa na kulia tena. Huu mwaka hakutakuwa na kuteseka tena. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuzungumza na wewe mwenye umelia sana mwaka uliopita. Enda ukavute machozi. Enda ukafanguze machozi yako. Kuna vile Mungu leo hii ikiwa ni Jumapili ya kwanza, kuna vile Mungu anataka ujue ya kuwa anaenda kupita kwako. Kuna vile Mungu anaenda kukutembelea. Ni ndoa Mungu ameshaanza kuona. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kujua Mungu anakuja, unaonanga tu na ishara. Juu anasemanga dalili ya mvua ni mawingu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vile Mungu ameona huu mwaka anataka kututendea zaidi, akaona shida kubwa iko pale kwa ndoa. Ndio maana tukaanza na hiyo ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa ikikuwa sawa hadi kwa maombi tu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwa nyumba wenye tuko kwa ndoa, kama umekosana na mzee hiyo siku maombi haiendangi. Nimedanganya? Kama kuna venye mmekwazuzana kidogo, hiyo siku hata kuomba inakuanga ngumu, si ndio? Si ndio Pastor Chebet? Pastor Elda, maombi inaendanga vizuri hiyo wakati? Hakuna. Lakini ndoa ikikuwa mzuri, mtasaidiana na mtaomba, na shetani ataaibika. Hakutakuwa na kulia, hutapata tena aibu ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Hakutakuwa tena na aibu ya ndoa. Hakutakuwa tena na aibu ya eti watoto hawajasoma. Kama kuna upendo, Mungu atapita pale na atatengeneza njia. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile Pastor Helen ameweza kusema, tuko pale na Ryan na baba yake. Huwa akitoka kwa mlango kama hajaweza kuomba, Ryan huwa anamuita anamwambia, dadi leo hatujaomba. Bwana Yesu asifiwe. Na huwa tunaamini huyo mtoto juu ile siku yenye amekasirika anaendanga tu bila kutuongelesha, na juanga siku nzuri. Kwa hivyo nafuatisha maombi nyuma, lakini ile maombi haikuangi na ile nguvu kama venye tunaombanga kama tuko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Najaribu kumaanisha aje? Kuna venye Mungu anataka kuingia, kwanza anapitia kwa ndoa. Ni kazi itakuja tu, lakini mambo ingine ikuwe sawa. Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia pale, tukimalizia hiyo 44 inatuambia kuwa Bwana atawatia adui zako wote mikononi mwako. Bwana Yesu asifiwe. Angalia vizuri, ni adui mgani amekutesa sana. Si kila mtu siku ya Friday huwa anagonga mguu zaidi. Siku ya Friday unagonga zaidi, siku ya Jumapili unagonga sana. Ndiposa huyu adui aweze kuondoka. Raundi hii Mungu atamweka tu kwa mikono yako, utamfanyia venye unataka. Bwana Yesu asifiwe. Adui akioko kwa mikono yako, usicheke tu na yeye. Juu akirudi atakumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Tuliambiwa ile wakati neno inasoma na inaanza kazi saa hiyo hiyo. Biblia imetuambia ya kuwa Mungu anaenda kutia adui zako ni katika mikono yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ule wakati adui ataweka kwa mikono yako, huenda huwa anashambulia sana kazi yako. Kuna venye hata wafanyikazi hawakuangaliangi vizuri. Unajua huyo ndio adui yako. Akiwa tu kwa mikono yako, usicheke na yeye. Ukimcheka na yeye, ujoke na yeye, atakuja akienda kukumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huu mwaka tukue waombezi zaidi, kwa maombi zaidi. Kwa kinywa tu peke yake hatutaweza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuongea hatutaweza. Wenda ukajiongelelea, lakini maneno ya kinywa chako itakuwa tu iko sawa, lakini Mungu akiwa pale itakuwa sawa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Though Biblia huwa inatuambia ya kuwa ndani ya Psalms 45 1b, Psalms 45:1b huwa inatuambia kuwa midomo yako ni kalamu ya mwandishi stadi. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna wengine tumehangaika sana juu tulishajiandikanga tu mimi siwezi. Ukiulizwa kwa nini umekaa kwa nyumba sana, unasema mimi sipatangi kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiulizwa ni kwa nini uko vile uko, ni venye mimi si. Bwana Yesu asifiwe. Shetani hiyo ndo atakuwa anatumianga tu kukugonga. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ni wa mtoto wako, ni wazazi wako, kwanga tu na waombea, unakuwa na ile imani. Usiseme mimi siwezi nikakomboa familia yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kalamu iko kwa kinywa chako. Andika. Hiyo kalamu ya mwandishi stadi ikishaandika, hakuna yeyote anaweza akafuta. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa nini watu wengi pia wanahangaika? Unapata kuna vile uliyeikosea mzazi wako huko kitambo, mzazi akaongea tu maneno ikapita kidogo, lakini ikawa tu imeitika kwa anga yako. Bwana Yesu asifiwe. Hata ni sisi wazazi, siku ya leo angalia ni wapi wana kuna venye angalia mtoto wako ukatamka tu kitu mbaya, mdomo yako ilikuwa ni kalamu na iliandika tu. Bwana Yesu asifiwe. Wenda wengine tumefungwa tu juu kuna venye tembelea mchungaji, ukaenda akakuombea na ukasema huyo mchungaji sikudhani kama alikuwa mchungaji wa ukweli, na huyo mchungaji Mungu alikuwa ashamchagua. Na hivyo tu venye uliongea haukukumbuka kurudi tena ukaomba msamaha na ukatubu. Hivyo ndo mashtaka pia iliandika pale juu, kalimu yako hakuna anaweza akafuta. Bwana Yesu asifiwe. Maandishi yako hakuna anaweza akafuta. Bwana Yesu asifiwe. Angalia tu vizuri venye tumetembea tembea. Kwa nini baraka zako hazijafika na unaomba vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini haujaweza kukamilika na tunaomba vizuri? Kwa nini umegonga mguu sana na umeomba vizuri? Wenda kuna mahali umeikosea. Ndani ya siku ya leo tukafungue watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mahali tumeikosea pia ni kwa wazazi wetu, ukaombe msamaha from the bottom of your heart. Waambie Mungu, huu ni mwaka mpya. Tunapoenda kuanza, uenda kuna mahali nimeikosea. Bwana Yesu asifiwe. Tukielekea pale kumaliza mwaka, kuna vile tuliingia tukaomba vizuri, tukaomba msamaha, lakini ukiona Mungu amerudisha hii tena, uenda hapo pia kuna venye tuliwahi koseanga. Uenda umekaa sana juu kuna mahali umewahi koseanga Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri tujue midomo yetu ama vinywa vyetu, ulimi zetu ni kalamu ya mwandishi stadi. Tukirudi pale Yoshua 45 inatuambia halikuanguka neno lolote katika jambo lolote lililokuwa ni njema ambalo Bwana halikuwa amelinena katika habari ya nyumba ya Israeli, yalitimia mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Baraka zote zenye Mungu aliwaahidia wana wa Israeli ziliweza kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekuwa akikuzungumzia aje? Ndani ya mwaka huu Mungu amekuzungumzia. Ndani ya last year, mwaka uliopita, Mungu alikuzungumzia. Kila mtu aliweza kupata unabii. Bwana Yesu asifiwe. Nikataja unabii nikakumbuka Jumapili iliyopita. Wenda kuna venye ulikuja ukatabiriwa, baraka ilikuwa ishafika, imenusia tu iko hapa kwa mapua yako. Lakini tu ulianza kusikiza huyo nabii, ukasikiza na nabii mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Sikiza ule nabii venye alisema. Usikuwe na doubt. Bwana Yesu asifiwe. Na usisikiza mwingine atatoka huku nje akwambie, "Oh, naona baraka yako ni kama itakawia." Wewe jijaze tu. Bwana Yesu asifiwe. Najua wengi wenu pia huwa tunakufa roho haraka. Huu mwaka hakuna kukufa roho, hakuna kukufa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Acha jirani yako simama. Mwambie vizuri, mwambie simama tu. Na usisahau kumwambia simama tu. Simama tu. Bwana Yesu asifiwe. Tafadhali tu nikuomba kwa jina la Yesu Kristo, sasa tunaanza tu mwaka. Simama kiwewe. Simama kiwewe. Bwana Yesu asifiwe. Ni safari ya huduma, si rahisi. Simama kiwewe. Watumishi tuko hapo, kuna venye Mungu ametuahidia last year ikiisha, anaenda kusimamisha sisi kama watumishi, anaenda kuanza na baraka na sisi kama watumishi. Simama kiwewe. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni ubiri tu. Kama ni kuombea kondoo, ombea kondoo bila kujali nani anasema nini. Bwana Yesu asifiwe. Juu yote Mungu ameahidia, anaenda kutimiza. Neno linatuambia kwa hakuna jambo lolote alilosema halikutimia. Huenda ni unabii litoka 2021 litatimia tu. Bwana Yesu asifiwe. Barikiwe sana. Huu mwaka ukumbuke kusimama kiwewe. Ukisimama na jirani yako, huenda Bwana Yesu asifiwe. Huenda kuna venye jirani yako pia yeye anajijua. Simama kiwewe. Simama kiwewe, jua wewe na Mungu wako. Usimame ukijua msaada wako unatoka tu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na mbarikiwe sana, mkuwe na mwaka wa baraka, tukizidi na kumtumainia Mwenyezi Mungu. Karibu sana mama.